Karibu sana sana kwenye channel hii. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana, na kama ni mfuatiliaji wa muda mrefu, asante kwa kuwa sehemu ya familia hii. Leo nataka tuzungumzie jambo ambalo wanawake wengi sana hawalijui, na kwa kweli limeharibu mahusiano mengi sana, kujiamini kwa wanawake wengi na hata fursa za mapenzi. Kuna wanawake wengi sana duniani ambao wana mvuto mkubwa sana wa kimapenzi, lakini hawajijui kabisa. Wanafikiri ni wa kawaida tu, wanafikiri hawapendezi sana, wanafikiri hawana kitu cha pekee. Lakini mambo yako hivi: mvuto wako unaweza kuwa mkubwa kuliko unavyofikiria wewe, na ndio maana unachanganya wanaume wengi sana. Leo nitakuonyesha dalili halisi zitakazomsaidia mwanamke kujijua kama ana mvuto mkubwa wa kimapenzi, hata kama hajawahi kuambiwa moja kwa moja. Tafadhali kaa hadi mwisho, maana kipengele cha mwisho ndicho kinafungua macho kabisa. Sasa kwa nini wanawake wengi hawajui kama wana mvuto? Kabla hatujaingia kwenye dalili, ni muhimu kuelewa kitu kimoja. Wanawake wengi hawajui kama wana mvuto kwa sababu hawajawahi kufundishwa kujitambua. Lakini pili, jamii imewazoesha kujilinganisha. Lakini tatu, wengi hupima mvuto wa sura tu. Lakini mvuto wa kimapenzi hauishii kwenye sura pekee. Mvuto wa kweli unatoka kwenye nishati kwa maana ya energy, lakini inatoka kwenye uwepo kwa maana ya presence, na namna unavyoongea, lakini pia namna ambavyo unajiheshimu. Mwanamke anaweza asiwe mrembo wa Instagram, lakini akaacha wanaume wakimfikiria siku nzima. Sasa hapa nakupa dalili. Dalili ya kwanza, watu wanakutazama sana bila sababu. Kama wewe ni mwanamke, jiulize, unapopita mahali mara nyingi watu wanakuangalia. Hata ukiwa umevaa kawaida kabisa, bado macho yao yatakufuata. Hii si bahati mbaya, lakini hii ni ishara ya mvuto. Mvuto wa kweli hauhitaji makeup kali wala mavazi ya gharama. Ni kitu kinatoka ndani yako, na watu wanakisoma bila hata kujua kwa nini wanakutazama. Dalili ya pili, wanaume wanakuwa nervous ukiwa karibu. Mwanamke mwenye mvuto mkubwa sana, wanaume wanacheka bila mpangilio, wanajibu vibaya maswali rahisi, wanajifanya cool kupita kiasi, wanakuwa ni watu ambao wana behave tofauti na ambavyo huwa wanafanya. Na mara nyingi na mwanamke mwenyewe anadhani, mbona huyu hana confidence? Lakini ukweli ni kwamba wewe ndiye chanzo cha hofu yao. Mvuto mkubwa huwatisha wanaume wengi, hasa wale ambao hawajiamini. Dalili ya tatu, wanawake wenzako wanakuchukia bila sababu, na huwa wanakuchukia kimya kimya. Hii ni dalili ambayo wanawake wengi hawapendi kuisikia. Kama wanawake wanakuchukia bila sababu, wanakusema nyuma yako, wanakupunguzia thamani, mara nyingi si kwa sababu wewe ni mbaya, ni kwa sababu unawafanya wajisikie hawatoshi mbele yako. Mvuto wako unawakumbusha kile wanachohisi hawana. Dalili ya nne, watu wanakumbuka haraka sana. Watu wanakukumbuka haraka sana. Mtu anakutana na wewe mara moja tu, lakini anakukumbuka sana. Anakukumbuka jina lako, anakukumbuka tabia zako. Hii ni ishara ya mvuto wa juu sana na wa kihisia. Watu wengi wanapita kwenye maisha ya wengine bila kuacha alama, lakini mwanamke mwenye mvuto huacha kumbukumbu. Dalili ya tano, watu wanakuambia wewe ni tofauti. Ukisikia maneno kama wewe una vibe tofauti sana, au sijui kwa nini napenda kuzungumza na wewe, au unakuta mtu anasema wewe una energy fulani, hiyo ni lugha ya mvuto sana. Watu wanahisi kitu, lakini hawana maneno ya kujieleza. Lakini sasa, kwa nini mvuto wako unakufanya ujikatae? Hii ni sehemu nyeti sana. Wanawake wengi wenye mvuto hujiona hawatoshi, lakini pia hujilaumu na huwa na mahusiano magumu sana. Kwa nini? Kwa sababu mvuto mkubwa huvuta watu wasio sahihi pia. Na maumivu yakirudiwa mara nyingi, mwanamke huanza kujificha. Lakini kujificha au kupunguza mvuto wako kuna kuumiza tu. Ukishagundua una mvuto,
jiheshimu zaidi. Pili, chagua watu makini. Lakini 3, usipunguze sauti yako. 4, usijifanye mdogo ili wengine wajisikie vizuri. Hapana, wewe kuwa vile vile. Mvuto wako ni zawadi, sio laana. Kama wewe ni mwanamke na leo umejiona kwenye maelezo haya, nataka ujue kitu kimoja. Haupo hapa duniani kwa bahati mbaya. Mvuto wako una maana. Usiue kwa kujaribu kufanana na wengine. Na kama wewe ni mwanaume unayetazama video hii, elewa, wanawake wenye mvuto mkubwa hawahitaji kudhibitiwa. Wanahitaji kueleweka. Kama umeipenda video hii, usisahau basi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa mtu ambaye unaona anafaa pia share naye. Mpaka video ijaye, kumbukumbu, kujijua ni hatua ya kwanza ya kupendwa kwa usahihi. Kumbuka hilo, kujijua ni hatua ya kwanza ya kupendwa kwa usahihi. Mimi nasema bye bye, tukutane tena kwenye video inayofuata. Nasema asante.